Wakizungumza wakati kamati ya siasa ya mkoa wa Ruvuma alipofanya ziara ukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wananchi wa kata ya Mkako wamesema kuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya wanafunzi kuja katika shule moja, aliyosababisha zaidi ya wanafunzi 700 kusoma katika darasa moja. Wamesema ujenzi wa shule mpya utaondoa kero hiyo na kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu shida hii ya shule ya msingi ilikuwa ni kubwa kwetu hapa. Baada ya kuongezewa eneo hili, ina maana sasa darasa ile shule ya awali ya kwanza ile ilikuwa imekabiliwa na watoto wengi, maana darasa moja ilikuwa mpaka watoto 700 mpaka 800. Kwa hiyo kupata mkondo huu, maana tayari tutakuwa tumepunguza mzigo kutoka shule ya kwanza kuja shule ya pili. Nashukuru sana serikali ya Rais ametukumbuka kwa mara ya kwanza sisi hapa katika tendo hili. Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, Rais na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi kupata miradi mikubwa hii. Hajaishia hapo tu, tuna miradi mingi ambayo kwa kweli tumepewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa sisi ni bahati kubwa sana na sisi tunashukuru sana. Halmashauri ya wilaya ya Mbinga ilipokea fedha toka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya mkondo mmoja. Mradi unatekelezwa na mkandarasi Omas Construction Company kwa gharama ya shilingi milioni 408,311,730. Mpaka sasa utekelezaji umefikia 50% na mkandarasi bado hajaomba malipo. Ujenzi wa shule ya msingi mpya Mkako unatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2026. Mradi umefikia 50% utekelezaji na unagharimu jumla ya shilingi milioni 408, ambapo wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Ruvuma wamempongeza mkandarasi anatekeleza mradi huo kwa kufanya kazi kwa bidii na uaminifu, huku wakieleza kuridhishwa na kasi ya ujenzi licha ya kutokudai malipo yoyote ya awali. Ujenzi umefikia 50% na hajaomba fedha. Kwa kweli kwa hilo napongeza. Kama amefanya mpaka hapa kwa nguvu zake, naamini ni mkandarasi mzalendo, Mtanzania mwenzetu. Kwa dhati ya moyo wangu nampongeza. Lakini kwa siku hii, maana kikubwa kinachosumbuaga ni mara mtu ameraise certificate hajalipwa na nini, lakini kama amejikaza mwenyewe mpaka hapa, sisi tulioko kwenye mifumo huku, huyu mtu akiomba pesa na anavyo vigezo wala atasicheleweshewe. Kama mtu amejikaza mpaka hapa kwa hela yake, asicheleweshewe, alipwe, tuone anaendelea na kamilisha, ili lengo la Dr. Samia kupunguza ule msongamano litimie kwa wakati. Rais amekuwa akitusisitiza sana kwamba miradi itekelezwe kwa wakati. Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kubwa kwa mkurugenzi na wataalamu wote. Kikubwa ni kusimamia na ikitekelezwa kwa wakati ili tuweze kupata fedha za miradi mingine. Maana ikichelewa tutakuwa tunapata changamoto ya kuletea fedha zingine kwa ajili ya miradi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma ndugu Odo Mwisho ameipongeza halmashauri ya Mbinga kwa kusimamia utekelezaji wa mradi kwa wakati. Amesema kukamilika kwa shule hiyo kutapunguza kiasi kikubwa msongamano wa wanafunzi darasani, hali itakayosaidia kuongeza uelewa wa masomo kwa wanafunzi na kuboresha kwa ujumla ubora wa elimu katika kata ya Mkako. Wamesema itapunguza msongamano wa watoto ambao walikuwa wanajazana ile shule ya mwanzo. Mgawanyo huu utarahisisha watoto kupata uelewa wa kutosha, lakini pia walimu watakuwa wanafanya kazi katika kufundisha. Kulikuwa na kundi kubwa la watoto na kata hii ya Mkako ina watoto wengi. Kwa hiyo naamini kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ametenda matendo ya huruma, ametenda matendo ya upendo kwa wananchi wake na watoto wake na wajukuu zake. Kutoka halmashauri ya Mbinga mkoani Ruvuma, ndio Tonendenda.